Ndugu katika imani, vipi tutajiepusha na shubhati? Allah anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, alishuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, alishuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaika, walishuhudia hivyo malaika, wa ulul ilmi, na wanazuoni, qaiman bil qist, kwa sababu walisimama kwa uadilifu, liannahum arafu alhalala wa innahum kadhalika arafu alharama fajtanibuha, kwa sababu wao walifahamu halali na wakafahamu haramu wakajiepusha. Ndugu katika imani, njia sahihi, njia madhubuti ya kuweza kujiepusha na shubhati, ya kuweza kujiepusha na haramu, ni mtu kuifahamu halali ni ipi na kufahamu haramu ni ipi, kufahamu yapi ambayo Allah ameyahalalisha na yapi ambayo Allah ameyaharamisha. Wako ndugu zetu kwa kutokufahamu hayo, wanaswali swala zao zinabatilika kwa sababu haziswaliwi kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako ndugu zetu kwa sababu ya kutokufahamu hayo, wanafunga lakini funga zao huenda zikawa si sawa ama zikapungua katika daraja kwa sababu hawafahamu funga za sawa. Wako ndugu zetu ambao wanafanya kila aina ya ibada, lakini wanafanya ibada hiyo kwa sababu hawafahamu ibada hii inafanywa vipi. Kwa hiyo njia salama ya kuziepusha nafsi zetu kutokamana na haramu au na mutashabihati ni kufahamu kipi ambacho Allah amekihalalisha. Jiulize wewe ndugu katika imani, leo kijana, wewe una miaka 25, una miaka 35, una miaka 45, je, unafahamu basics? Sisi hatusemi watu wasome wafahamu kila kitu, sisi tunasema soma basics. Basics ni mambo ya msingi. Unafahamu mambo hayo ya msingi ama huyafahamu? Unafahamu mambo ya msingi ama huyafahamu? Uislamu una mambo fundamental au mambo ya msingi, misingi muhimu. Je, unaifahamu ndugu katika imani ama huifahamu? Ikiwa huifahamu, kaa chini, ujieleweshe, urejeshe moyo wako, ufahamu mambo hayo ya msingi. Kwa sababu gani? Usipofahamu mambo hayo yatakugharimu katika ibada ukiwa duniani, maana ibada zako imma zitakuwa haziwezi kutimia katika kiwango kilichokuwa kinatakikana. Hazitakuwa ibada zako approval, na approval maana yake kwamba hazitatimia, hazitakuwa katika kiwango kinachokubalika, lakini pia huenda zikakataliwa na Allah moja kwa moja, kwa sababu ni ibada umezifanya ndivyo sivyo, umefanya sawa si sawa. Urike na haya maisha machache tunayopita.